anasema kwamba je, yani kuoana watu wenye umri sawa kunaweza kukasababisha mahusiano kutokudumu, na kama ndio ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulingana na Biblia hakuna umri. Ndio. Biblia, naomba nirudie tena. Lakini kuangalia katika hali halisi, kwa sababu Mungu ni Mungu wa miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ila kulingana na uzoefu na mazingira halisi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwezekana inashauriwa kwamba angalau mwanaume na umri miaka miwili juu ya mwanamke. Kwa sababu gani? Mwanamke ana akili kuliko mwanaume kwenye masuala ya maisha. Hiyo lazima ulielewe. Mwanamke ana uwezo mkubwa sana kuliko mwanamume. Na unapokuwa umeoa mwanamke ambaye amekuzidi umri, siku zote utakuwa chini yake mara nyingi. Ni wachache sana ambao watakwenda na wewe katika umri wako. Hilo ni uzoefu. Lakini katika mambo haya yote ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi sioni kama kuna mstari wote wa Biblia unanizuia kwamba kuna umri fulani hawezi kuoana mtu amemzidi umri au yuko chini ya umri. Hamna kibiblia. Kwa hiyo ni mawazo yetu ya namna kibiblia. Kwa nini nasema hivyo? Abraham na Sara mpaka miaka 99. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa hawana nini? Hawana mtoto. Ngoja nikwambie, ndoa ni kwa ajili ya companionship, sio kwa ajili ya sex. Hiyo ndio watu wanachokosea. Amina. Marriage is for helper. Ndio maana ya ndoa. Mambo ya watoto, mambo mengine yote ni neema ya Mungu inayokuja katika maisha yenu. Abraham kwa alikuwa na imani. Kwa nini Mungu akamkalisha miaka 99 sio na mtoto? Miaka 25 mtoka amemjua Mungu mpaka anamaliza miaka 99 na mtoto. Kwa hiyo mambo ni neema ya Mungu, lakini ukipata mtu ambaye mnaweza kwenda naye vizuri, mkatengeneza maisha pamoja kwa utukufu, ni jambo jema. Usisikie siasa za watu barabarani. Kibiblia ni swala ya toa imani, umemshirikisha Mungu, hujapelekwa kwa sababu ya tamaa, kwa sababu kuna vijana siku hizi wanaolewa na mashangazi. Yesu asifiwe. Maki yaoi sasa. Unajua ni shangazi? Unajua ni shangazi nini? Lakini pia watoto wa kike wanaenda kutaka kuchuma mali. Kwa kilichokupeleka pale ni imani, umekuwa unajisikia mwalimu wako umevutiwa na wewe mtu, ni kweli umefanya hivyo. Lakini mtumishi wa Mungu Paulo anasema nia nzuri kabisa, ni bora usioe kuliko kuoa. Hilo ni msingi sana. Kwa hiyo usisukume kuoa au kuolewa kwa sababu ya tamaa. Usukume kuolewa kwa sababu unataka kupata mtu ambaye atakuwa nini? Msaidizi wako. Amina. Katika imani nyingine kuna mtu alikuwa mwanaume akaoa mwanamke ambaye alikuwa ni bibi yake. Leo rais wa Ufaransa Macron, mnamjua mke wa rais wa Ufaransa? Wangapi wanamuona kwenye mitandao? Alikuwa mwalimu wake, wamezidiana miaka 36. Na wanaishi vizuri. Wanapigana makofi kidogo. Sasa hiyo isikudanganye. This is just matter of how you choose life. Life choice ya maisha ni ya kwako. Ndio maana mtu anakuambia unajua akiwa kiume akioa binti mdogo ni sawa, lakini wa kike wa kiume akioa mkubwa hiyo ni tatizo. Hiyo ni mawazo yako. Amina. Unasikia kama nimemjibu swali lake. Amina. Swali letu la pili linatoka kwa msikilizaji wetu Pasco, anatuambia kwamba kidini tunaambiwa kwamba hasa kwa wale wa Kristo kwamba wasizini, yani wasishiriki tendo la ndoa akiwa na mchumba. Sawa kabisa. Asishiriki tendo la ndoa mpaka wakati waingie kwenye ndoa au wafunge ndoa. Sawa kabisa. Na anasema hivi kwamba ikajulikana kwamba wakaoana, ni kweli katika uchumba wao hawajashiriki tendo la ndoa, wakaja wakaoana. Alafu mume akawa hana uwezo wa kumtosheleza mkewe. Je, inakuwaje? Ana haki ya kuvunja ndoa? Na kama hana haki ya kuvunja ndoa, afanyaje? Amina. Sasa ngoja tuende katika mtazamo mwingine, kwa sababu ambaye nakuhubiria leo ni mwanasheria pia. Kwa nianze kibibi, nianze kidini au kiimani au nianze kisheria? Uanze kiimani. Tuanze kwanza kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikwambie, usije ukadhubutu kuwa na mahusiano ya ndoa kabla ya ndoa. Ninakushauri kabisa. Kwa sababu hata kama hiyo ndoa haitakuwepo, umeshaonja vitu ambavyo unatakiwa kufanya kuonjwa. Na utakuwa kila mara hata kama utakuja kuolewa au kuoa huko mbele, kama ndoa itashindwa kupatikana, utakuwa unakumbuka mapenzi yako ya kwanza. Kwa kuna watu wengi wako kwenye ndoa, wameoa au kuolewa, lazima wavute picha ya yule mwanaume wa kwanza au yule mwanamke wa kwanza ili aweze kushirikiana na mke wake. Na hiyo ndoa inakuwa na matatizo magumu sana. Kwa sababu inawezekana show za yule mwanaume wa kwanza na huyu wa pili ni tofauti kwa yule wa kwanza. La pili, labda niseme kwa nini tunazuia watu wasikutane kabla ya ndoa? Labda nikwambie ukweli, naomba usikilize kwa makini.
Gari ukienda kununua kwenye showroom, kwa mwanaume, mimi ni mwanaume naongea na wewe. Ukienda kuchukua gari kwenye showroom, ukishalitesti barabarani linapungua thamani kwa asilimia ngapi? 50. Mwanaume alilala na wewe, unategemea atakuoa ile nini? Kwa uwezekano mkubwa wa kutolewa na wewe mwanaume ni mkubwa sana, unakuwa umejishusha thamani kubwa. Kwa utapata matatizo makubwa. Ni tatizo ambalo linatokea kubwa sana. La tatu, ni hata kama ukiwa ni mwanaume, unapokuwa umelala na mwanamke mwingine kabla ya ndoa, ngoja nikwambie kitu ambacho kinakuwa ni tatizo. Akisafiri ameenda kazi, labda amepata kazi ambayo anatakiwa kusafiri kila mara. Unajuaje anashindwa kulala na wanaume wengine? Kitu gani kitamzuia? Kama ameshindwa kujizuia kabla ya ndoa, wewe ulikuwa ni mchumba wake, ukalala naye. Au mwanaume umeshindwa kujizuia, akalala na wewe. Hivi kama akisafiri akapata mtu anayepiga sound vizuri kwa barabarani, atashindwa kulala naye? Kwa sababu hana hofu yoyote, hakuna kinachomzuia kuhusu mahusiano. Sasa umeniambia kwamba ikatokea kwamba wameoana, alafu mwanaume ngoma inagoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kiimani inatokana mmeoana kwa ajili ya nini? Hilo ni jambo la msingi sana. Naongea kuhusu kiimani. Watu wameweza kufanya hivyo na wameweza kuishi na Mungu akafanya muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Najua hata kuna watu walikuwa wamekutana na mwanamke ambaye ametolewa kabisa uzazi wote, na bado wakaweza kuishi na Mungu akawapa neema. Sasa kisheria kama utaona na mtu ambaye ni anithi, wanamuita anithi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hawezi kufanya chochote kwa mwanamke, hiyo ndoa imevunjwa. Hiyo ndoa kabla hata haijafungwa imevunjwa. Kwa sababu tendo la ndoa, kuolewa kisheria, ndoa ya kisheria ni lazima kuwe na kukutana. Kwa ndoa inavunjwa, hiyo sio tatizo. Ndio maana nikasema courtship itakwambia. Na lazima umuulize mwanaume wako maswali au magumu, na wakati mwingine unamrekodi. Bwana Yesu asifiwe. Kama kweli wewe kweli mwenzengu inawezekana mwanazengu anagoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mimi nataka watoto, mimi nataka kwa lazima mjipange vizuri. Ndio maana nasema courtship kwa kawaida. Courtship, mambo ya kuangaliana ni angalau miezi 9. Ikipungua sana ni miezi 6, lakini msizidi mwaka mmoja. Ni tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la msingi sana kuzingatia. Sijui kama nitakuwa nimemjibu swali lake. Amina. Amina. Basi swali lake la pili, nitasema swali la pili, baada ya hapo studio mjiandae kwa ajili ya maswali. Swali lake la pili nasema, je, ni muhimu wanandoa kutatua migogoro yao bila kushirikisha wazazi, au wazazi wanaweza kushirikishwa kutatua migogoro ya wanandoa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea sasa kama baba. Naongea pia kama mtu ambaye nimekaa kwenye ndoa kwa muda ambao umetosha. Amen. Ndoa ni ya watu wangapi? Ulipokuwa unamchumbia wewe mwanamke, wazazi wako walikuwepo? Hamna. Ulipokuwa unampata wewe mwanaume, wazazi wako walikuwepo? Hamna. Jifunzeni kama wanandoa kutatua migogoro yenu nyinyi wenyewe. Sasa hapa ndio tatizo linakuja. Napenda niwaonye vijana, wala sifichi. Unapotaka kuoa au kuolewa, usimchague msimamizi wa ndoa kwa sababu ni mshikaji wako. Never do that mistake. Siku hizi bado kuna watu wanaenda kutafuta eti yule ametoka kanisa hili huku na yule ametoka kanisa hili, eti wanakuja kusimamia ndoa ya mtu mmoja. Mpendwa katika Bwana, ndoa sio ugali na marage. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio nyama choma na mchicha. Ndoa ni msuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapofika hatua kuchagua msimamizi wa ndoa, chagua mtu ambaye ana ndoa ambayo imekaa kwa muda ambao unaeleweka. Ana ushuhuda mzuri. Anaweza kusaidia wakati unapata matatizo na changamoto kubwa. Kazi ya msaidizi wa ndoa ni kukushauri na kupita katika mapito magumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wazazi wako naomba nikwambie, kwa sababu nikwambie, unaweza kwenda kupata ushauri wa wazazi, na naomba nikwambie wazi, kwa maisha ya Kiafrika, kama ukienda kupata kijana wa kiume, ukaenda kupata ushauri kwa mama, unajua atakwambiaje? Si utafute mwingine tu huko. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kanamke kanakusumbua tu mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukimpata baba ambaye naye ni chekibobu, juzi nilikwambia kuna mtu baba yake amesafiri naye kwenda mkoani. Baba akamwambia kijana akamtongozea vijana wenzake wadogo. Hivi hata unataka kushauri ndoa, usifanye masiana haya mambo. Kwa hiyo kuna vitu vigumu sana. Kwa hiyo never do that mistake. Jitahidi sana. Sio kwamba msifanye nini, kama mnaenda kuongea na wazazi kwa ajili ya kupata mawazo ya jumla ni vizuri, lakini usihusishe ndoa yako na familia yako. Biblia inasema kwamba mwanaume atamwacha nani? Baba yake na kuacha, maana yake nini? Unaingia kwenye ulimwengu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu baba au mama atakufundisha experience za maisha yake yeye. Lakini pia wanaweza kuita wazazi wakupa mawazo. Kwa ni muhimu sana wakati mwingine kuwasikiliza. Nafikiri nitakuwa nimemjibu. Amina. Amina. Basi swali letu la tatu litafuatwa na msikilizaji wetu Meshia, karibu. Nashukuru. Na swali langu linaenda kama hivi. Amina. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, ndio unaona Mungu mwenyewe anasema basi mwanaume
atamwacha baba na mama yake, ataungana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Ina maana hadi hapo mwanaume na mwanamke watakaoungana kupitia ndoa ndio wanakuwa mwili mmoja. Na huwezi kuutenganisha mwili mmoja, ina maana ni kifo moja kwa moja. Ndivyo ilivyo kimwili, kiroho, ukitenganisha ni kifo. Sawa? Yaani kwa hiyo hadi hapo tumekubaliana, hamna tatizo. Sasa ukienda kwenye swala la kuachana baada ya ndoa, mimi naweza kupingana na hilo kwa sababu neno la Mungu linakataa. Yaani unatenganishaje? Yaani kitu gani? Na hata wakati mtu anaoa, kipindi cha wakati wanaunganishwa na kuhani, kuhani anaongea maneno yafuatayo: basi namuunganisha bwana fulani na bibi fulani, nao watakuwa mke na mume siku zao zote za maisha, mpaka kifo kitakapowatenganisha au Yesu atakaporudi, na hakuna chochote kitakachowatenganisha. Sawa. Sasa nilikujibu au bado naendelea? Malizia basi. Swali ni moja. Je, unaposema kwamba kuachana baada ya ndoa ipo, una maana gani? Amen. Nashukuru sana. Sasa nimeongea kuhusu mambo mawili. Biblia inasema ya Kaisari mpe, Kaisari. ya Mungu mpe. Sheria za nchi zinaweka utaratibu wa watu wawili ambao wamefunga ndoa. Ndoa kisheria, naudia tena kisheria, kulingana na sheria ya ndoa, ni tendo la kujamiana siku ya kwanza au siku za mwanzo zile 7. Kama watu wenye ndoa wakashindwa kujamiana siku za mwanzo 7, maana yake uwezo wao huyo mwanaume au mwanamke haupo. Hiyo ndoa haipo tena. Kwa sababu kisheria ndoa inategemewa ni ile kitendo cha kukutana pamoja kimwili. Ndio maana hata katika hali ya kawaida tunasema msikutane kimwili kabla ya ndoa, kwa sababu ile tendo ni uzinzi, na mkishatengeneza ndoa la uzinzi kwenye ndoa yenu, hiyo ndoa halitakufa. Bwana Yesu asifiwe. Mtajibaraguza, lazima mmoja wenu atakuwa anatoka nje, awe mwanamke au mwanaume. Na ndio maana nimesikia juzi kuna mtu mmoja ameoa ni mkolokole, alafu watoto wote wanne sio wa mwanaume. Lakini ukichunguza kwenye historia ya watu walikutana sana tu kabla ya ndoa yao, kwa sababu uaminifu unaondoka. Sasa tuende kwenye swali lako la msingi. Ndoa ambayo ni ya Kristo haivunjiki. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana Yesu alisema wazi. Sasa kinachotokea ni kitu kimoja. Kuna mazingira gani? Mathalan kama nilipokuambia, unakuta kama ndoa imeenda vizuri, kama mna msimamizi mzuri wa ndoa na mchungaji, kabla ya kufunga ndoa lazima atakaa na mwanaume amuulize vizuri, kwa sababu ni kawaida. Kuna watu ambao wamezaliwa, kuna mtu nimekutana naye juzi, hawezi kufanya chochote. Yaani mwanaume karatasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyo mtu ananiambia eti mchungaji, niombee, nimepata dawa nataka kuoa. Nikamwambia brother, are you serious? Akaniambia ni kweli bwana, ngoja nione. Akaniambia angalia mchungaji. Nikamwambia hebu mara ya mwisho imetokea nini? Akaniambia yaani ni huku umepoa kabisa kama maji baridi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa miaka yote hajawahi kutokea. Sasa leo unamchukua mtoto wa watu ambaye anataka kuolewa, anataka kuolewa kwa, nimekwambia unaolewa kwa sababu ya nini? Mmoja wapo ni njia ya kupunguza angalau makali ya tamaa za mwili kwa mbali, kwa namna fulani. Ngoja tu taratibu, usifanye hivyo. Huyu Biblia inasema kwamba kama huwezi kujizuia, kama huwezi kufanya nini? Kama huwezi sasa mimi nimeongea kuhusu kujizuia na nimefundisha kujizuia. Lakini kama huwezi, Biblia haijakukataza. Kama huwezi kujizuia bora uoe. Bwana Yesu asifiwe. Kama huwezi kujizuia bora uoe. Sasa huyu binti ameshindwa kujizuia. Yeye anataka kila siku dozi asubuhi, mchana na jioni. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wewe ngoma huko hamna kitu. Sasa sitakuwa na mkosa mwenzako. Hiyo ndoa haipo. Hiyo lazima ulielewe. Lakini pia siku hizi imetokea matatizo mengine. Ameenda kukaa na binti amekutana naye, anakuta ana nini? Ana jinsia zote mbili. Yaani mwanamke na mwanaume hapo hapo. Ndio utajua malaki sio. Kwa kuna vitu vigumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio utajua unakwenda kunakuta mwanaume mwenzako ana chuchu. Kwa hiyo kuna mambo magumu, sio mepesi kama unaweza kuongea jumla. Amina. Amen. Umeongelea swala la Mtume Paulo kusema kwamba na ukishindwa kujizuia basi sasa mwanzoni kabisa mwa hili somo swali langu kwanza tuanzie tu hapa. Tuseme lengo kuu la ndoa ni Mungu kumuunganisha mwanaume na mwanamke. Adam na Eva mwanzoni kabisa. Ilikuwa ni swala la tamaa? Hapana. Ilikuwa ni swala la nini? Ilikuwa ni kwa ajili ya kupata companionship, kwa ajili ya kupata msaidizi. Kuna swala gani? Msaidizi mengi sana yote.
Lakini pia jukumu la pili, wazae waongezeke. Ndio maana katika kitabu cha Mwanzo 1:26 kuongezeka ina maana kiuchumi, watoto, kwa sababu hivi vitu tulikuwa wanadamu na Eva walianza wawili. Tusingefika leo bilioni 8 na laki sita ulimwengu mzima wa wanadamu. Kwa tukisema tuzuie hilo kitu, ndio maana nchi za magharibi wanapata shida. Kwa sababu watu wamekuwa wazee wote. Wachina walizuia, sasa hivi wameruhusu. Kwa sababu watu wamezeka wote, sasa unakuwa jamii yote. Ndio maana Ulaya ilibidi kubali watu kutoka West Africa. Kwani walipokea wale watu. Walikuwa wamezuia, watu watakula la. Lakini leo wanaona madhara yake. Kizazi chote kimekuwa wazee. Hakuna watoto wa polisi. Unafanyaje? Tuendelee. Nikuulize swali lako. Sisi tunaangalia alichokisema nani, tunaangalia alichokisema nani. Na umeongelea kuhusu swala la sheria ya nchi. Umeongelea kuhusu swala la sheria ya nchi. Sawa kabisa. Sheria ya nchi ndio ipo na kuunganisha ndoa lazima sheria ya nchi husike. Sawa kabisa. Kuna vitu vya kusema ndio vipo, sio? Lakini kumbuka anayeoa na kuolewa, yani huyo mke na huyo mume wanaofunga ndoa wanakuwa wanakubaliana kwamba wanatembea na dini moja. Kwamba wote ni Wakristo, ndio wote ni Wakristo. Tunamwamini Yesu. Sasa kama unamwamini Yesu, basi unatakiwa ukubaliane na kile kilichonenwa kwenye neno la Mungu. Biblia linasemaje? Linakubali kuhusu swala la kutenganisha ndoa? Halipo. Unapoleta sheria ya nchi una maana gani? Hapo cha pili tuangalie swala la kwanza ni kwamba ndoa nafasi yake ni nini? Purpose of marriage is not yani sio kupunguza makali. Na kitu cha pili, sheria ya nchi sawa ipo. Lakini kumbuka mlivyokuwa mliungana both legally processes plus religion. Whether in one way or another tutakuwa mnaungana kwenye swala. Nikuulize maswali. Sawa. Mmoja wa kwanza ametoka kazini akamkuta mke wake yuko na msichana wa kazi chumbani. Wanalambana ndini. Amefunga ndoa, ni Mkristo, lakini huyo mwanamke kumbe alikuwa sio mwaminifu. Mwingine amerudi nyumbani, yule dada yangu mpaka leo amechanganyikiwa. Anakuta ni jamaa lingine liko chumbani limemgeuza mume wake. Nataka nikwambie tu picha, afu niambie ndoa iendelee kukaa. Nataka tu uelewe, yani uhalisia wa mambo maisha yalivyokaa. Twende taratibu. Sawa. Ngoja nimalize basi. La tatu. Ameenda kuoa. Yule mwanamke kumbe maumbile yake huwezi kufanya chochote. Kumesiba kote. Kwa kuna mambo yanahitaji kidogo tulivu. Inatokea kwako wewe. Mungu akuepushe mbali. Huyu mwanamke uliyemwoa hamna kitu. Kwa sababu tunaona mambo hayo. Sasa hayo mambo kuweka mistari yako mingine hapo sasa hivi, usisimame katika vitu hivyo, muombe neema ya Mungu. Ndio maana tunasema ni kweli ndoa ya Kristo huwezi kuivunja. Lakini kuna mazingira ya uhalisia, kipi bora? Kuua au kuponya? Kipi bora siku ya Sabato? Kumtoa ng'ombe au kumweka sawa? Lazima uelewe hilo. Kwa hiyo kuna vitu unaviangalia katika picha pana ya Ukristo. Sijui kama unanielewa. Ambayo inakusaidia kujua unataka kusaidia au unataka kuharibu. Kuna mwingine aliolewa juzi. Mume wake kila akirudi usiku akaacha wokovu. Ghafla alikuwa ameokoka, ghafla akaamua kuacha. Akirudi saa 5 usiku anamchukua yaani kama anajifunzia masumbi kwake. Mama kila siku asubuhi akakuta mara mdomo umeenda kushoto, meno yote ya mbele ameyatoa, mara jicho limepasuka. Huyo ni mwanaume anapiga kama yuko polisi. Amwache aendelee kwa naye, utaendelea kanisa liendelee kuruhusu wake naye. Huo sio Kristo tena. Kuna bigger picture ya Kristo, unaponya unaharibu. Kuna mama mmoja mchungaji mpaka leo meno yake yote ya mbele haya alilishwa ngumi 5 za msingi. Jamani kapiga kama tunapiga nyundo. Alafu unasema nini? Wewe mtu sio, hiyo ndio sio Kristo tena. Tunategemea mtaishi pamoja kama Wakristo ambao mmemwamini Kristo, lakini kuna mazingira yanatokea baada ya kuoa au kuolewa ambao ni magumu sana. Nafikiri nimeeleweka. Sasa mimi nitaingia kwenye swala la zina la walimu. Aliumba binadamu Mungu. Aliumba wanyama Mungu. Aliumba vyote ni nani? Sawa, Mungu. To that point, tunasema kwamba Mungu sio mpumbavu. Kumuumba vitu. Sawa? Kwa namna yoyote ile. Yaani hata useme ni laana ni nini, lakini ni Mungu aliyeumba. Tukaja kwenye marriage. Marriage mpaka inafika kwa marriage na Mungu. Mungu ameruhusu. Sawa?
Hamna shida. Nyingine ni mapenzi yako. Wakristo umesema. Mimi naongelea kuhusu Wakristo. Lakini sasa Wakristo aina gani? Sasa Kuna Wakristo hawajapata mafundisho, kuna Wakristo ambao ni wazembe kabisa, kuna Wakristo waombi. Kwa sababu mpaka unafika hatua hizo zote, wewe Mkristo ana jina la Ukristo. Kwa hiyo ndio maana kwamba usigeneralize. Ila tunasema kwa wale ambao wamesimama na Kristo kweli kweli, Mungu atawasaidia mambo kwa sababu atapata mafunuo. Sasa usichanganye dozi hapo. Mungu ana wakati wa kila kitu. Sawa. Na hamna wakati eti kwamba kuna wakati fulani eti ndo sahihi kwamba eti ndo tumfuate Mungu. Hamna kitu kama hicho. God is there all the time. He is available. I understand. Sasa Sara Tukae muda kidogo, naomba tuende kwenye point. Nenda kwenye point. In short ni kwamba ni nini? Organs, yani whether it's dysfunction yoyote ya mwili, Mungu anaweza kuiconvert. Wale mke na mume wakiamua kuungana pamoja, wakaamua muumbe Mungu. Nini kinachoshindikana? Sawa, umemkuta amefanya hivi, lakini utafanyaje? It's good. Uliongelea kuhusu swala la msamaha last time. Msamaha katika ndoa. Yaani kwa namna yoyote. Kitu ni kwamba huwezi kutenganisha ndoa. Ina maana unatakiwa umsamehe. Lakini baada ya kumsamehe, what's next? Ina maana unaposema kwamba utafanyaje, yani unatakiwa tu ukubaliane kwamba tuachane. No way. Basi naomba tufanye mtakazaji. Wiki ijayo tujibu hilo swali. Tuwe na katopi kadogo kanaitwa je, ndoa ya Kristo inaweza kuvunjika? Hilo tu tutaongea kwa sana. Tulifanya kama topic kabisa kwa sababu inahitaji kidogo kudiscuss kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nafikiri utakubali tulichukue kwa namna hiyo. Nashukuru sana kwa maswali yako magumu. Amina. Swali jingine linatoka kwa msikilizaji Glory, anasema kwamba kipindi cha uchumba ni sahihi kushirikiana kwenye mambo ya maendeleo kama miradi au biashara? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendwa katika Bwana, usidhubutu. Ni marufuku. Nimeona watu wa kila hasara kubwa. Binti moja jamaa itakuwa mwalimu. Akamkopea mkopo ndio daladala ili ndo yao. Jamaa baada ya kupata daladala, si kama mke mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa usije kufanya ujinga huo. Never. Usije kufanya makosa kama hayo. Usidhubutu. Hamna mkataba hapo. Labda umsaidie kama rafiki yako tu. Lakini ndoa kabla haijatengenezwa usije kusema tunanunua ardhi pamoja, tunaenda kujenga nyumba pamoja. Taarifa zilizopo na uzoefu uliopo, watu wengi waliofanya hivyo wamelia na kilio cha mamba. Mwingine mpaka akachukua hati ya nyumba akaenda kuchukulia mkopo ofisini kwao, wakanunua hati ya nyumba. Alafu baada ya kununua hati ya nyumba ikaandikwa jina la mwanaume akisema atamuoa. Na baada ya siku tatu jamaa akabadilisha mawazo na alielewa jamaa, kwa sababu huwezi kumpima mtu kiwango chake cha Ukristo. Kwa hiyo kitu naomba niseme wazi, usidhubutu kufanya kosa kama sisi tununue vitu kwa pamoja. Usidhubutu. Juzi mdogo wangu mmoja sije atakuwa ananisikia saa hizi. Mwanamke ndio ameenda kuchukua vitu nyumbani kwake. Alihamisha mpaka mabegi, akazulia sijui na radio, sijui na computer, sijui na nini. Never do that mistake. Subiri, kwani haraka gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Subiri, kwani usisubiri wakati utakapofika. Tunza kwanza mali zako kwa jina lako mwenyewe ila mtakapokubaliana. Lakini pia kumbuka kisheria, katika sheria za nchi, mwanamke anaruhusiwa kumiliki mali zake mwenyewe na mwanaume anaruhusiwa kumiliki mali zake mwenyewe kwenye ndoa. Sasa ukiniuliza kwa nini, naweza kukuambia kwamba tunaishi bado katika dunia, tujaondoka. Hizo unachosema universal laws applicable, we need to be careful kwa sababu kuna mambo mengi yanatokea katika sheria ambayo ndio yajue. Amen. Nafikiri nimejibu. Amen. Karibu Risa kwa ajili ya swali. Haya. Bwana asifiwe. Amina. Kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28. Inasema kwa Mungu akawabariki na kuambia. Mungu akawabariki na kuambia. Zaeni mkaongezeke. Mkaijaze nchi na kuimiliki. Watawale samaki wa baharini. Ndege wa angani. Na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Sasa pale tunaposema kuoa si lazima. Sio kwa yani ni kama tunavunja ahadi ya Mungu. Nashukuru sana kwa swali lako. Sasa ngoja nikwambie. Pale
anaposema zaeni mkaongezeke, soma kwa Kiingereza anasema and be multiplied. Hajasema kwa ajili ya kuzaa. Unasema amesema kuzaa watoto, kwamba mzee lazima watoto. Kuzaa maana yake kila unachokifanya kinazidi kuwa kikubwa, ni vitu vyote. Biblia katika kitabu cha Yohana wa 3 sura ya 1 mstari wa 2 anasema, mpendwa katika Bwana, napenda ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwapo. Kwa hiyo tunategemea ongezeko lako katika mambo yote, ongezeko lako katika hali ya kiafya, ongezeko lako katika hali ya kiroho. Usitafsiri katika lugha moja kwa sababu haijawa very specific. Lakini kumbuka uliposoma Mwanzo 1, sawa, bado walikuwa ndoa haijaiko. Adam na Eva wakuwa wameoana. Tuna habari hiyo. Ilikuwa ni roho zinaambiwa. Kwa waliambiwa hata kabla hawajaoana. Ndoa imekuja sura ya 2. Ndoa ipo katika sura ya 1. Lazima ulielewe hilo. Ndio maana nimekwambia kwamba Mungu katafuta companionship, lakini alishaomba mwanamke na mume katika sura ya 1 ambao walikuwa sio katika mwili, walikuwa katika roho. Karibu. Basi kwa wakati huu nimkaribishe Gracia kwa ajili ya swali. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Swali langu ni kwamba, Ndio. je, kama mtu alifunga ndoa ya kisheria, ya kiserikali au kimila, je, ndoa hiyo inatambulika mbinguni? Labda nikwambie, hizi harusi tunazofanya kanisani hakuna Biblia mstari unakwambia ufanye harusi kanisani. Labda nirudie swali. Nakwenda nakujibu swali lako. Je, kama mtu alifunga ndoa ya kiserikali au kimila, ndoa hiyo inatambulika mbinguni? Amina. Sasa twende taratibu. Kilichopo ni kwamba ndoa ni pale ambapo wazazi wa mwanamke na wazazi wa mwanaume wanapokubali kwamba watu wawili wanaweza kufanya nini? Kwa unapokuwa umeshalipa mahali, unaweza kufunga ndoa ya kimila na hiyo ndoa inatambulika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika maandiko matakatifu tuliona ndoa imeandikwa ndoa ya Kikristo. Ila tunashauri baada ya kufunga hata hizo ndoa mkaje kubarikiwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na kama umeokoka katika nyumba ya Bwana, kwa nini usifikie kanisani ukabadilisha mambo ya kimila ukaleta katika nyumba ya Bwana? Ni utaratibu tumeuweka, lakini ukisema kwamba na maandiko haya hapa lazima ukafunge ndoa kanisani, hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo ndoa ni muunganiko wa mwanaume na mwanamke walioamua kuishi pamoja. Kama kuna utaratibu, wanaume ameshalipa mali, mwanamke ameshakubaliana, wameamua kuishi pamoja na kuepuka na wengine wote. Na wanapokuja kanisani, ngoja nikwambie kitu cha kingine cha msingi. Hiyo naomba nikujibu swali lako vizuri. Ndoa ikiwa ya kiserikali inaweza kuwa na wake wengi, ndio tatizo lake. Si mnanielewa? Ndoa ikiwa ya kimila inaweza kuwa na wake wengi. Unapokuja kwenye Ukristo, ndoa ni ya mke mmoja. Kwa hiyo lazima lieleweke. Ndio maana unatakiwa unarudi kwenye misingi sasa ya kiimani ili ukubali kwamba sasa hii sasa ni Ukristo. Sasa swali jingine. Je, kama mtu mwanzoni alikuwa ameshaoa wake wawili, alikuwa hajaokoka, akaja kuokoka sasa, hapo ndio sheria inakuja, ndoa inabidi na mke mmoja, huyo mwingine amwache au aendelee naye? Bwana, labda tuangalie kidogo mtumishi wa Mungu Paulo alisemaje. Mtumishi wa Mungu alisema kama umeamua kuendelea kuishi pamoja, hamna tatizo. Sikiza kwa makini. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu. Ukisema leo unawatenganisha na wamezaa watoto 3 4, huyo mwanamke anaenda wapi? Watoto ni wadogo, nani anawasomesha? Ila huyu mtu hatuwezi kumpa nafasi za uongozi wa kanisa. Anakuwa Mkristo tu wa kawaida na wake zake, sio tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Na unaongea kuhusu kiimani. Kwa kama mtu alitoka katika misingio, ni tunachokiangalia ni kwamba huyu mtu huwezi leo kusema unavunja hiyo ndoa. Ni ngumu sana. Ila tutakaoitambua sisi ndoa moja. Kuna kanisa moja alikuwa anaitwa Brigadier General Msuguri. Alipotaka kufa ikabidi wampeleke kwa ajili ya kumwandaa kuwa Mkristo. Kwa kanisa linatambua mke ambaye unamtambulisha kama ndio mke wako. Lakini sasa huko kwingine huwezi, swala la kumwacha mke unamfanya kuwa malaya. Anakuwa mzinzi. Kwa kipi bora? Umwache wewe mwanamke na watoto wakateseke, uone endelea kula light kanisani na sali, au uache waendelee kuishi, lakini hatutakupa nafasi ya uongozi kwa namna yote. Kwa sababu Biblia inasema kwamba haijasema kuhusu washirika wengine. Imeongelea kwamba askofu wawe mtu wa mke mmoja. Mchungaji, wakuu, wazee wa kanisa wawe ni wake waume wake wa mke mmoja. Kwa hiyo nataka tuweke sawa Kikristo. Sala mwisho. Vijana wengi
kabla ya kufunga ndoa, wakiwa kwenye mahusiano wanakuwa wanaenda kwenye semina mbalimbali, wanashauriwa mambo ya ndoa. Lakini tatizo linakuja wanapoingia kwenye ndoa, matatizo yanaanza, ugomvi, nini inakuwa ni chanzo cha hayo matatizo, na ushauri wanakuwa wameshapewa na kila kitu wameshaambiwa. Amina. Sawa. Labda nikwambie hivi. Hebu nikuulize swali. Ukila chakula leo, utakula tena kesho? Nauliza tu. Maana yangu nini? Ukipata mafundisho leo hata shuleni, mwalimu akishafundisha darasani, si unasoma tena? Kwa sasa kwenye ndoa tunashauri hivi, angalau mara mfano kipindi hiki tumekianzisha kwa nini? Ili kwamba wanandoa endelee kukumbushana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kila siku, sababu Mkristo ambaye ameokoka, ukishaokoka usipoenda kanisani ukasema nimeshaokoka nimemwamini Yesu, utashinda Ukristo. Ina maana utaanguka kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno la Mungu kila siku unatakiwa kulifuata. Sasa matatizo makubwa ni mawili. Moja, ngoja nikwambie, mimi mwenyewe nimekuwa katika mazingira kama hayo. Kwanza niliambiwa kuoa ni kwa sababu ya tamaa za mwili. Lazima uoe bwana, unashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sikuwa na mtizamo kwamba naoa kwa ajili ya nini. Nilikuwa na mtizamo naoa mwanamke mrembo akikaa kitandani mambo yawe mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe sikujua kuna zaidi ya hiyo kwenye ndoa. Kwa hiyo mafundisho karibia yanakuwa nusu na robo. Lakini pia kuna mafundisho ambayo yamegoshiwa. Unajua kugoshiwa? Mwalimu anayekufundisha mara nyingi kama alipitia maisha ya ajabu kwenye ndoa, tunasema hivi, nisikize kwa makini msemo, natumia ni Kiingereza. If you marry a good wife, you live a very happy life. But if you marry a bad wife, you become a philosopher. The same, if you marry a good man, you live very happy life. But if you marry a bad man, you become what? A philosopher. Sasa mafilosofa wengine wametokana na matatizo ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuavoid mambo hayo yote, la kwanza ni lazima msali pamoja, muombeane. Hiyo ni kitu cha yani mpaka milele. La pili, hakikisheni angalau mara 2 kwa mwaka mnahudhuria semina za ndoa. Sio semina zile za kisanii. Kuna masemina ya kisanii sana siku hizi. Mnalipa gharama kubwa, mtu mwenyewe anakuja kufundisha hana ndoa. Alafu anakuja kufundisha kanuni za ndoa na taratibu za ndoa. Mwisho wa siku utalibikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama nimekujibu sawa sawa. Amina. Mesha akiwa anajiandaa na swali, Glory anasema kwamba ni sehemu au mahali gani pa kumpata mchumba au mke au mume sahihi? Mke mwema kutoka kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna 2 au 3 za kuweza kupata mke mwema. Mara kwanza, ukiwa ni kijana au binti, Bwana Yesu asifiwe, sehemu ambayo ni rahisi zaidi ni kanisani. Sehemu ya pili kwa mtu ambaye anakwenda kwa sehemu ya pili ni sehemu ambazo ni za mikutano ya Kikristo. Watu wanapokutanika pamoja kwa sababu ndio mnapata consensus. Na sehemu ya 3 ni katika maisha ya kawaida kwa sababu ni neema. Huwezi kusema Mungu anawekewa mpaka. Wengine wamepata ndoa baada ya kugongwa na pikipiki ya mtu, ndio akawa ndio mume wake huyo, ikawa ndoa njema tu ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine walienda hospitali kutembeleana na ndugu zao, akakutana na mtu mwingine akaoa na wakaamua kuishi pamoja maisha ambayo ni ya utukufu na baraka baada ya pale. Kwa hiyo kitu cha msingi naomba nikwambie wazi, hakuna usehemu ambao utasema kuna soko la ndoa. Ila muombe nani? Mungu, kwa sababu mke mwema anatoka kwa Mungu. Mke mwema atoki kwa binadamu, bali Mungu ndiye anaweza kutoa mke mwema. Kwa njia pekee ya kupata mke mwema ni kumuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu Meshia kwa ajili ya swali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swali ni moja. Kama nilivyosema wakati wa Mungu, yani it's not, yani sio kwamba ni stationary, kwamba yani ni constant, kwamba ni kwa kila mtu. Wakati wa Mungu ni sisi unakuta mtu ni Muislamu alifunga ndoa 4, watu wanene alifunga ndoa 4, ni ndoa hiyo. Akaja kupata injili siku za mwisho, yani kashaoa. Baada ya kupata injili anaamua kukubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Sawa kabisa. Kumbuka ni mwili mmoja, yeye na hao wake zake
akimkubali Yesu, wake zake nao wamkubali Yesu. Sawa. 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 Kumbuka kwenye Ukristo only one man plus one woman is equal to one. Sawa. Ina maana ukisema one man plus four women, ina maana women plus women also is women. Yaani huyo mwanamke jumlisha mwanamke mwenzie, yani mke mwenzie, wanakuwa nao mwili mmoja. Kitu ambacho kipo kwenye Ukristo. Sawa. 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 Ina maana ukiingia kwenye Ukristo unatakiwa kubali kufuatana na sio sheria. Ni kwamba ndio Ukristo wenyewe. Ni mitindo utakatifu. Sawa. Sasa katika hiyo yani ni scenario. Yaani utafanyaje? Sasa tuna taratibu. La kwanza, nikuulize swali moja, wewe umetoa kesi. Mimi hapa na wake wanne. Nimekuwa Muislamu huko au dini nyingine. Mungu anisamehe, tutajibu kusema dini za watu katika vikundi vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Dini yangu inaniruhusu kuoa wake wanne au 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hao wake nimezaa nao watoto 20. Na nimekuwa na uwezo wa kuwalea na kuwatunza wote wake zangu na kuwapeleka watoto shule mpaka international schools zote duniani. Na watoto bado ni wadogo. Watoto wako kila mwanamke na watoto 4, 5, 6. Swali la Kikristo ni moja, je, upendo ni upi? Kumwacha huyo mwanamke akatafute bwana huko mtaani akadange ili aweze kutunza watoto wake? Hizo zinaitwa precedence prior to marriage. Sawa? La pili, anasema Paulo anachosema, kama wale wanawake wapo tayari kuendelea kuishi na wewe katika Ukristo wako, usimwache. Ila mwenyewe akiamua kuondoka kwa sababu ya imani yake, jambo jema. Umeelewa vizuri? Nao listen. Sikiliza. Umesema swala la upendo. Turudi kwa Abraham. Alikuwa na mke wake anaitwa Sara. Sara alishindwa kuzaa watoto mpaka hiyo miaka 90 kabisa. Alipokuwa na miaka 86 Abraham, mke wake akamwambia aingie kwa Hagar ili apate mtoto. Akampata 20. Sara akafanya yani vyote tu, yani akupenda, yani alikasirika, hakupenda. Alitaka Ishmaeli na mama yake watoto. Abraham akaamua kwenda Mungu. Mungu akasema msikilize. Umeongelea swala la upendo. Kumtimua Hagar na Ishmaeli. Mungu sawa atakuja kuwakumbuka baadaye. So it's good. Kwa hiyo tufuate kile ambacho Mungu anakisema. Unapoongelea swala la polygamy, Christianity, it's a no thing. Yaani kipo. To that point, unatakiwa ukubaliane naye. God is the one who, yaani Mungu ndiye anafanya vyote. Mungu ndiye atakayeshughulikia vyote. Kwa hiyo kwenye hilo mimi napinga. Alafu cha pili, ndio mimi napinga. Twende kwa Yesu. Yesu alisema, alimwambia uza kila kitu chako ndio uje kunifuata mimi. It requires sacrifice. Yaani Christianity it requires sacrifice. Yaani inahitaji moyo fulani wa kujitoa. Ukubaliane kuacha mambo yote ya dunia, kukubaliana na Ukristo. Kwa hiyo ni hilo mimi napinga. Wewe ndio umekuwa na watu 4, umeokoka leo baada ya kuwa Mungu amekuita katika utukufu. Watoto wako wanaomba pale mjini center nini pale. Wako na mama yao wanakaa nyumba ambayo haina bati, nyumba ambayo inanyeshewa na mvua usiku. Unakuja kumrudia Mungu kanisani na mabudu. Huo ndio Kristo. Which is a better good. Look at Abraham aliambiwa kwamba mke aondoke na sio Mungu kumwambia. Sawa. Sara kwa sababu ya wivu wake alianza kumwonea wivu wake. Sasa hiyo usiende katika Biblia, ni vitu viwili tofauti. Kesi ya Abraham iko tofauti sana. Ndio maana kule mbele Abraham kwa kitabu cha mfano Abraham akaoa watu wengi kwa taifa. Sasa. Kwa hiyo ukiusiwe mfano ni mbaya sana, wala usichukue. Ungeniambia mfano kwa mtu kama Isaka, sawa, kwa sababu alikuwa na mke mmoja mpaka mwisho. Kwa hiyo kuna kitu unakiangalia kwamba huyu mtu kabla ya kuokoka alikuwa tayari na misingi fulani ya maisha yake, ambayo leo unajiuliza unapoing'oa inaleta nini. Kwa sisi tunachokisema ni kwamba tunaendelea kumwomba Mungu atoe neema ya kutoka hapo. Lakini hakuna sehemu imeandikwa kwenye Biblia whether what should you do. Lakini ninachojua ni kwamba mtumishi wa Mungu Paulo alisema kama yule mwanamke atakubali kuendelea kuishi naye kwa sababu ya kuokoka au mwanamume asimwache. Umeelewa vizuri? Alisema mwanaume mmoja na Naam.
Tukisema kwenye Ukristo, ndoa ya Kristo ni mke mmoja na mume mmoja. Lakini imeshatokea situation ambayo ni kabla ya hapo tayari kuna mahusiano hayo. Wewe unachofanya ni nini? Ulisema Twende taratibu basi. Twende taratibu. Kuacha mambo ya shetani. Twende taratibu. Twende taratibu. Wewe ndio twende kwenye practical issue. Usiongee siasa. Yaani usiongee kama mwanaharakati. Ongea kama Mkristo ambaye una upendo wa Mungu. Unajua nini unachokifanya. Unaenda kwenye uhalisia. Wewe mwenyewe unaweza kuwa ni mtoto wa hiyo familia ambayo imekuwa katika hali kama hiyo. Baba ameamua kuokoka. Huyo Yesu utampenda kwa katika familia. It's not practical. Kwa hiyo ni swala gumu. Ngoja kwanza nitakubali kwamba ni swala gumu. Lakini hapa nilichoongea sio kama kwa Bwana, nasema kama ushauri, kwa sababu hakuna clear cut rule kwenye hilo. Ila tunachojua ni kimoja, hawezi kuwa kiongozi kwa sababu kuna sheria iko very clear kuhusu uongozi. Lakini huku chini hakuna guidance ambayo imetuleka very clear. Lakini haina maana kwamba huku chini wanaweza kuoa watu wawili watatu kisha kama kutoka. Ila mambo hayo yametokea kabla hawajafanya nini? Hawajaokoka. Kwa hiyo tuiache hiyo topic kwanza. Nafikiri ukijao katika ile maswali ya kuweka pakapuni kidogo tutaongelea kwa sababu ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Swali letu jingine linatoka kwa msikilizaji Junior, anasema kwamba je, kuna njia yoyote ya kuweza kumtambua mchumba au mume au mke sahihi? Na kama zipo ni zipi njia hizo? Njia ambayo naweza kukushauri Junior, Mungu akubariki sana. Njia ambayo ni the best, mimi nasema kila siku unaweza kuitumia. Cha kwanza, unapotaka umefika hatua unataka kuoa, lazima utengeneze imani. Imani maana yake nini? Mategemeo yako kuhusu mke unanitaka ni nini? Mfano mimi binafsi, nataka mke kidogo maji ya kunde. Nataka black na Yesu asifiwe. Nitaka mke mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikaandika vigezo vya aina ya mwanamke ninayemtaka. Alafu nikaanza kuviombea, Mungu nikutanishe na mtu wa aina hii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa ndicho ninachokifanya. Kwa lazima kuna kitu kinaitwa utengeneze imani. Unataka mke wa aina gani? Ili kwamba utakapokutana naye unasema, "Yes, this is the one." Huyu mwanaume ndiye nilikuwa napicha naye. Mungu amenisaidia. Kwa imani ni bayana ya mambo yasio onekana, uhakika wa mambo ya tarajiwayo. Kwa hiyo unajenga imani ya nini unataka. Kwa unaanza kumuomba Mungu kwa imani kuhusu mume. Ndio maana mtu mwingine anasema nikachukua karatasi nikaandika kisha nikaificha chini ya kitanda. Siku hiyo nimemwona tu yule binti nikajua ndio huyu. Nikaenda kuangalia. Yenyewe kabisa. Nikasema huyu naenda kumuoa huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Amina. Swali jingine linatoka kwa msikilizaji Glory, anasema kwa nini mwanadamu anahitaji kuwa katika mahusiano? Sasa hiyo ndio swali ambalo nimelijibu leo. Nimesema kwamba sio lazima. Yeah. Sinaeleza vizuri sana. Ndio, jingine anasema kwamba lakini katika mpango wa Mungu alisema sio vema. Sio vema. Hajasema kwamba lazima. Sio vema. Na mtumishi wa Mungu Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7 akusema kwamba ni mawazo ya kimungu. Akasema mimi nashauri wale ambao hawajaoa bado waweze kukaa hivyo, lakini inahitaji self control. Anasema usije ukakaa hivyo afuta ukawaka tamaa. Amen. Na lakini nimeonya pia usiende kuoa kwa sababu unawaka tamaa, kwa sababu ndoa haiondoi tamaa. Amen. Swali lake la mwisho nasema katika ndoa ni upi kati ya mwanaume au mwanamke ambaye anatakiwa kumzidi mwenzie umri na ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swala la umri katika ndoa katika standard za kawaida, siongeza katika Biblia. Amen. Hii standard inatakiwa angalau mwanaume awe na mwanamke awe na miaka 2 chini ya mwanaume minimum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke kidogo Mungu amempa neema ya kuwa na akili kubwa sana. Hiyo ni natural. Ndio maana mwanaume anafikiria kama boxi, mwanamke anafikiria kama katika hizi zote. Mwanaume anakuwa na mwanamke anakuwa na akili kubwa zaidi ya mwanaume miaka 2. Amina. Ndio maana mwanamke anaweza kuongoza familia akiwa na umri mdogo. Na miaka 18 lakini unakuta na watoto na alisha na peka shule na kitu. Mchukue mwanaume wa miaka 18 akiwa na familia. Madudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ni busara mwanamke anapokuwa amekuwa mkubwa sana lazima atamcontrol mwanaume, ndio tatizo kubwa. Ndio tatizo ambalo litatokea. Ndio nasikia kimashangazi naishia kuwa na tamaa za mwili tu. Amen. Lakini kibiblia sasa unapoenda kiimani hakuna age limit. Ninakupa mifano ya watu ambao waliishi tu kwa imani kwa sababu walimwamini Mungu, wanataka companionship na ule mtu. Na wakaweza kuishi miaka mingi tu inayotakiwa katika ndoa ambayo inafaa. Kimaandiko sasa unaenda kiimani. Lakini kistandard za kawaida za kimwili tunaangalia katika mambo kama hayo. Amina. Swali jingine natoka kwa msikilizaji Pasco, anasema kwamba je, kuna hatari gani ikiwa kwenye ndoa baba anakosa kauli kwa mkewe
au kuna hatari gani mama akiwa msemaji wa familia ili hali na baba yupo? Sasa hiyo ndoa imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulingana na kitabu cha Waefeso sura ya 5, Ndio. mstari wa 25 mpaka 31, Ndio. hiyo ndoa haipo. Yaani kinamna yote, kinadharia na kivitendo, ndoa imekufa. Mwanamke asiyemheshimu mume wake, hiyo ndoa imekwenda. Amina. Mwanamke lazima amuonyeshe heshima mke wake, lazima amuonyeshe heshima mume wake, lazima ampe nafasi kama mfalme katika ndoa. Na mwanaume ana jukumu la kumpenda mke wake. Kwa mwanamke kwa namna yoyote lazima awe na utii kwa mume wake. Ndio maana hayo mambo unajua wakati wa uchumba. Na naomba nikwambie, nilikuonya hata wiki iliyopita, mwanamke akikublast wakati wa uchumba, huyo mwanamke usioe. Huyo mwanamke ni wahovyo, atakusumbua mbele ya maisha. Mwanamke akifika toa kupiga mpaka kibao, mko bado kwenye uchumba, hata unasema na mlavu, wewe hilo shepu lake liache, wacha likapotee huko, hajalelewa vizuri nyumbani yule. Huyo mwanamke hafai. Mwanamke anapaswa kuwa na unyenyekevu. Mwanamke asiye mnyenyekevu atakusumbua na utakufa kabla ya wakati wako, wala sikufichi. Ndio experience ilivyokaa. Amen. Mwanamke ameumbwa kwa, ndio maana Paulo akapiga mpaka mkwala akasema wanawake wasiongee mbele wanaume kanisani. Marufuku. Kwa sababu ukiruhusu hilo ndio imekwisha. Kwa sababu wanawake wengi sasa hivi fahamu ni Jezebelian ni wanawake ambao wanataka control. Na hiyo ndio tabia wanawake wengi ambao hawajamjua Mungu. Amen. Lakini mwanamke aliyemjua Mungu atanyenyekea, akijua kwamba mwanaume ndio kichwa cha familia, ndio Kristo, anamwakilisha Kristo. Ukimchukulia mume wako kama Kristo ndio umekwenda. Sasa tatizo ni kwamba umeshaoa tayari. Hata mwanamke yuko hivyo. Mwanaume simama na wewe. Sasa wewe mtoto wa kiume njoo tukushauri. Unaweza kumweka sawa yule mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Sio mpige. Ila kuna akili utakupa. Sasa wewe nitafute kwa muda wako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi na mimi nina swali. Unawezaje kumsaidia mwenza wako anapokuwa anapitia changamoto? Sawa. Kwa hiyo kuna changamoto za aina tatu. Changamoto ya kwanza ni ya kiuchumi. Ndio. Changamoto ya pili ni ya kiafya. Ndio. Ndio maana mtu mmoja akasema unaoa kwa ajili ya mapenzi au kwa ajili ya tendo la ndoa. Naona tu siku ya kwanza mtu anapata ajali. Miaka 3 amelazwa hospitali. Unafanya nini? Unatafuta mwanaume mwingine, mwanamke mwingine? No. Kwa hiyo sio kadhubutu kuoa kwa ajili ya mapenzi. Amen. Ila kitu kikubwa kulingana na Biblia takatifu, ukishapitia mwenzako anapitia kwenye mapenzi na mmeshakubaliana mmekula viapo, ina maana unakumbuka kiapo chako. Ndio maana kuna watu wanaweka kile kiapo cha mdoa chumbani. Kwa nini? Wakumbushane. Naomba nikwambie wazi, maisha yana majaribu mengi. Unaweza kuoa mwanaume anakuwa ni mtu mzima, katikati hapo unashangaa ngoma zimegoma. Unaweza kuoa mwanamke mzima, unakuta anapitia psychological, kuna mambo ya hormones imbalance. Kuna watu wanapata kansa. Kama hawajaomba vizuri na Mungu wanaondoka. Sasa unapita wakati kama unabidi kumkana mpenzi wako bega kwa bega mpaka mwisho. Sasa hapo ndio unakutana na wanawake wapuuzi. Anaanza kusema mimi ndo namlisha kila kitu. Wakati mwanzo alikuwa anatuma kila kitu kwa sababu jamaa amepata changamoto. Huyo mtu ni mpaka ndoa itakapo mpaka kifo kitakapo watenganisha. Hiyo ndoa haiwezi kuvunjwa kwa namna yoyote. Na hiyo ndio sehemu kubwa ya kuonyesha upendo. Ndio maana ndoa inaongozwa na upendo. Amina. Swali jingine natoka kwa msikilizaji Faraja, anasema kwamba unawezaje kumjua mchumba wako anapenda nini na hapendi nini? Hilo swali nzuri sana. Sasa kitu cha kwanza, mimi katika mojawapo ya watu ambao tulipata shida katika ndoa ni mimi. Kwa sababu tulilazimishwa kuona ndani ya miezi miwili. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninashauri vijana, usije ukamua mtu kabla hujakaa naye miezi 6 mpaka 9 kabla ya ndoa yenu. Haina haraka. Usije, ngoja nikwambie, uchumba unavunja, ndoa haivunjwi. Narudia tena. Uchumba unavunjwa, ndoa haivunjwi. Kwa hiyo ni lazima umchunguze sana mtu unayemtaka. Ndio maana niliongea, na kama mnakumbuka nilikuwa naongea somo wiki juzi, nilikuwa naongea kuhusu emotional intelligence kwa ajili ya wanandoa. Amina. Akili ya hisia kwa wanandoa. Ndiyo. Ni lazima uavoid kitu kinaitwa infatuation. Nani anaweza kuelezea infatuation nini? Nishaweleza siku moja. Nani nakumbuka? Tuelezee mesha. Infatuation. Foolish obsess. Foolish obsession. Foolish obsession. Kwa mwanaume umwangalie vizuri, unakuwa umechanganyikiwa tu na kifua kimejaa, ana six pack. Mwanamke unaona tu kifua lake kimesimama, ana sijui nini unavyojua wewe, ana vishepu vya ajabu ajabu.
hiyo ni unakuwa na foolish, yani unakuwa mjinga, uangalie mambo ya msingi. Kwa hiyo ukishakuwa unataka kuoa lazima uwe na vigezo umeviweka, unataka mwanaume wa aina gani. Na naomba nikwambie usijisikie dhambi kuachana na mwanaume kabla kuoana naye. Usijisikie dhambi kumwacha mwanamke kabla hujamuoa. Wala sio kosa hata mbele za Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia unataka nini wewe kwenye mke au mume. Na Mungu amekuandalia chakula chako wewe katika nafasi yako ulionayo. Amina. Swali lake la pili linasema kwamba je, ndoa ni kifungo? Yaani kana kwamba kinaweza kikamnyima mtu uhuru au ni nini? Hilo swali gumu, lakini sasa Biblia inasema kwamba mtu akioa mke anakuwa mwili mmoja. Kwa ndoa ni kifungo. Na mtumishi wa Mungu Paulo kabla hajasema kwamba ikiwezekana mkae peke yako, anasema ukishaoa tu unatafuta umpendeze vipi mke wako. Na ukishaolewa unatafuta umpendeze vipi mume wako. Kwa hiyo maana yake kwamba ni lazima utafika hatua ambayo itabidi upate utumwa. Ni utumwa, ndoa ni utumwa. Hata kama utaki sikio mapenzi inabidi ukubali. Hamna namna. Kwa hiyo lazima unaposema katika ndoa ni lazima ujue unaingia katika kifungo. Wala sio mchezo, wala sikufichi. Ndoa is a sacrifice, not otherwise. Amina. Swali jingine anasema misingi ya uchumba ni ipi? Misingi ya uchumba. Ndiyo. Sasa hiyo tumeongea sana kipindi kilichopita, ila mambo makubwa matatu. La kwanza, msio na mahusiano kabla ya ndoa. Avoid this. Ndio nasema, unajua tukufanya mapenzi tulikuwa tunalambana ulimi. Kwanza mapenzi ya ulimi yametoka wapi? Mbona hayo kwenye Biblia? Mapenzi yanafanyana mdomoni. Na siku hizi kuna magonjwa kibao. Ngoja nikwambie, bora mkutane hata kimapenzi utapona magonjwa. Siku hizi kuanzia hepatitis B inaanzia midomoni. Eti nakula denda. Unakula denda mwenzako anakuletea magonjwa. Magonjwa kibao sasa hivi yanatoka midomoni. Sasa hiyo tube na kitu wapi? Ndio maana mnatakiwa kupima afya wakati kabla mnaenda kwenye ndoa. Ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ni swala la msingi kuavoid mazingira kama hayo. Kuavoid mazingira ambayo yanaweza kusababisha mkaingia katika nini? Kwa la kwanza, hakuna mahusiano au ukaribu ambao sio kawaida kati ya mke na mume wa kihisia kabla ya kuoana. Hiyo la msingi sana. Lakini wakati huo unatakiwa pia upate muda wa kumsoma mwenzako. Hata kama umesema yes I do. Ukishagundua jambo lolote kimbia. Naomba nikwambie ukweli. Unakuta umesema yes I do, jambo lenyewe unakuta kesho unalifuma na mwanamke mwingine huko. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mwanaume ukienda kwenye ndoa amekuua huyo. Kwisha habari yako. Atatembea mpaka na usigeni. Na ukifanya masiara atatembea mpaka na watoto wako. Huyo hafai. Kimbia, mwanaume Mungu atakupa. Na ndio maana nikwambia kuoa au kuolewa ni option, sio kama ni lazima. Kwa hiyo la msingi sana kuweza kulinda. Jambo la tatu, mtu ambaye unamuoa au kuolewa naye lazima umpende. Hilo la msingi sana. Sasa usije tu ukazama kwenye upendo ukasahau kutumia akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hisia zako lazima uweze kuzimanage. Ndio maana mwanamke ambaye anafuatwa na mwanaume siku ya kwanza, unanipenda? Ndio, nataka nikoe. Nimekubali. Kisha habari yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri ndio nimejibu swali. Amina. Sereki la mwisho nasema kwamba zipi ni faida za uchumba? Faida za uchumba, moja, kufahamiana. Na ndio chanzo cha kwani unafanya uchumba. Hivi tukachukua tu njoni mkutane pap. Nakumbuka mwanangu mmoja akaniuliza mbona nani Yakobo alioa bila uchumba? Ni kweli? Au ukichukulia Isaka alituma mtumishi akaenda kumchukua. Zile ni familia tayari. Yaani kama unaoa dada yako, mnaijua tayari familia yenu na taarifa zote za ndani ya familia, wala sio issue. Kwa hiyo ile ilikuwa create tayari, wala sio issue kubwa sana. Na lakini siku hizi mtu ametoka huko Mwanza ameshashusha inchi 10. Nafikiri naposema anashusha inchi nimeelewa. Au jitu limetoka huko limeshazalisha wanawake 20. After leo unakutana nao, after ninakudanganya, after unaenda kuoana naye, unategemea tutokea nini? Kwa kama unakubali kwenda naye sawa, lakini jua kuna mwiba ambao ni mgumu sana. Kwa uchumba unakusaidia kumsoma. Ndio maana unatakiwa ujue ndugu zake. Kuna watu wamefanya uchumba wakaoana hawajijua hata ndugu wa mtu. Kuna ndugu mmoja atakutonya tu. Huyu brother. Ni hatari. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Lakini la tatu ni kuona kama kweli ulipokuwa unamuhisi yule mtu kama unampenda au umpendi, ni kweli ni uhalisia au sio uhalisia. Amen. Amen. Asi swali jingine natoka kwa msikilizaji Veronica, anatuambia kwamba kwa nini Mungu aliweka ndoa? Amina. Sasa turudi kwenye maandiko. Maana siwezi kujibu kwa akili. Amen. Adamu alikuwa anakaa peke yake.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Na Adamu alikuwa anaenjoy maisha yake vizuri kabisa. Ndio maana alipokuwa ametenda, Eva alipomfanyia usanii, akusema atakosa tendo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Akusema hivyo. Ila alichosema ni kwamba huyu mwanamke ulifanya nini? Mwanamke ulifanya nini? Mwanamke uliyenipa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu aliweka ndoa kwa ajili ya nini? Mungu aliweka ndoa sio kwa ajili ya tendo la ndoa. No, hii tendo la ndoa mmedefine hii katika ulimwengu wa sasa. Mungu aliweka ndoa kwa ajili ya ushirikiano. Nasema helper, companionship. Sio vema mtu akakaa peke yake. Kusema sio vema mtu akakosa mtu wa kulala naye. Kimapenzi, alisema sio vema kukaa mtu peke yake. Ndio maana unatakiwa kama unaolewa tafuta the best friend of your life. Mtu ambaye kweli anakuwa ni really companionship. Ingawa utamheshimu kama mume, usio kama mheshimu na kama rafiki, utaharibu. Kwa ni muhimu sana kuweza kujua kwamba siri kubwa kutaka kuoa kuolewa ni kwa sababu ya companionship. Lakini lingine ambalo tumelisoma leo ni wale ambao wanakuwa na headache, yani watu ambao hawezi kufanya self control. Kwa wanaoa kwa sababu angalau wasitende dhambi ili waingie katika mahusiano ambayo yanakuwa na utukufu. Nafikiri nimeeleweka. Amina. Basi kwa studio kama kuna mtu ana swali, karibu ili tuweze kumalizia. Yesu asifiwe. Amina. Amina. Kabla sijauliza swali, nipende tena kuuliza. Purpose kubwa ya marriage ni nini? Purpose kubwa ya marriage ni companionship. Ukisema companionship ni kupata mtu ambaye mtakaa pamoja, utashirikiana naye katika mambo matatu. Moja, kiuchumi. Mbili, kiroho. Tatu, mtu ambaye unaweza ukamwamini katika mambo yote. Sasa unapokuja kwa mtu mmoja, sipendi kusema napigana na jina lake sababu ni mjie, lakini tuongee kiuhalisia. Ina maana hatuoi ili kupunguza Tamaa za mwili. Sasa unamaanisha nini? Kwamba neno la Mungu linachanganya? Maana yake ni nini? Hapo ndio ujue kwa msingi sana. Paulo kwanza, mazingira ambayo alikuwa anawaandikia wale watu, ilikuwa ni wakati ambao kanisa lilikuwa linapitia ngumu sana. Kulikuwa na kuteswa sana. Kwa ukiwa na familia hata kukimbia kwako kunakuwa ni shida. Lakini kwa sababu kanisa linapitia hali ngumu, ni kwamba familia zilikuwa zinaumia sana. Watu wanachinjwa wote, baba na mama na watoto na kila kitu. Kwa kanisa lilikuwa lina utawanyiko mkubwa sana. Ndio mazingira ambayo Paulo alikuwa anaongea. Sasa kupitia hali ngumu kwenye kanisa ni kitu cha kawaida. Ninaeleweka vizuri. Na ndio maana Paulo akasema, akusema kama anatoa amri. Unakumbuka alianza maneno yake? Wakorintho wa kwanza 7. Akasema mimi, akusema Mungu anakupa ushauri ambao una make sense kwa sababu ya mazingira yaliyokuwepo wakati huo. Lakini tumaini la kwanza linabaki pale pale. Kusudi la Mungu kuoa kule ni jambo la msingi sana, kwa sababu hamwezi kuongezeka bila kuoana kuoa. Na ukishawafundisha watu wasioe na kuolewa, unataka kuharibu kizazi, unataka watu washindwe kuishi na kuleza watoto ambao wenyewe wamelitunzwa na wameleta watoto. Ndio maana wenzetu wazungu sasa hivi Ulaya hawataki kuoa. Wao hawataki kuolewa. Anataka kuishi maisha lakini anafanya uzinzi. Lakini hataki kukaa na huyu mtu. Anataka kutafuta leo kesho huyu, kesho dada huyu, watu wajinga mfika huko. Unaongea kuhusu swala la productiveness, procreation, sawa? Ni part of the process. Sawa. Kwenye hiyo procreation unayoongelea, uliwahi kutofautisha tena hapa kwenye kipindi tofauti kati ya tendo la ndoa na ngono? Ulitofautisha? Sawa kabisa. Ngono is to please the body, yani kushusha pleasure hiyo, sexual desires, okay? Kuongeza tamaa, yani tuseme ni kumaliza. Kumaliza. Haiwezi, lakini ni kama lakini waishi. Ni kama chakula. Utaendelea kula kila siku. Sawa. Hiyo ni ngono. Tendo la ndoa hapana. Lust is not part of the whole process of procreation. Lust should not be involved.
Sasa kwenda kwenye swala zima ya ila ngoja twende hapo hapo. Kwa swali lako nenda kwa sababu wetu pia unatupa mkono hapa. Swali ni moja. Unapojaribu ku-relate procreation na tamaa za mwili. Yaani how can you relate them? Unatumia yaani nini, what's your justification then? Sawa. Twende taratibu. Nimeuliza swali la msingi mwanzo kwamba hivi purpose ya ndoa ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema kawaida kulingana na maandiko matakatifu kitabu cha Mwanzo sura ya 2, Mungu akataka mpate mwanadamu apate nini? Kumpanda mshika. Sawa? Amen. Lakini Mwanzo sura ya kwanza ulisoma vizuri ukasema Mungu anataka tuongezeke. Ingawa nikasema sio upande mmoja. Kwa Mungu pia itamani tuweze kufanya nini? Kwa ni mambo mawili makubwa. Sawa? Moja kwa ajili ya kuendelea kujaza dunia, mkaijaze kwa sababu ya kuzaa. Lakini la pili kwa ajili ya kupata kumpanda mshika. Sasa nisikize kwa makini. Tendo la ndoa hili liweze kutokea. Ukifanya sasa sehemu ambayo unatofautisha kati ya lust na upendo ni pagumu sana, hasa kwenye ndoa. Kwa sababu hata ufike hatua ile lazima ufike hatua moyo wako uwe excited. Kwa kwenye tendo la ndoa yenyewe unapokuwa unaendelea na mke wako, ile kitu ndio lazima mwili uwe excited. Na ile ndio unasema unawasha moto. Lazima uwe kidogo mtamani. Unanielewa? Ili mwili uweze kuamka. Sasa ndio mwingine ukile kwa sababu bado watoto mtanielewa. Tutakapokuwa ni ndoa mtanielewa ama sio utaniuliza tena huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo we are not marrying because of lust. But in due course of marriage mwili unakuwa excited. Ambayo ngoja nikwambie kitu. Kufanya ngono, nisikize kwa makini. Nje ya ndoa ni dhambi. Sijui unanielewa? Kufanya ngono ndani ya ndoa ni halali. Kwa upande mmoja ni dhambi, upande mwingine ni halali. Kwa sababu Paulo alisema vizuri kabisa, kila mtu atafuta namna ya kumpilizi mume wake na namna ya kumpilizi nani? Mkewe. Kwa hiyo it's there. Kwa kufanya kile kitendo ndani ya ndoa sio dhambi, ila nje ya ndoa ni dhambi. Ndio tofauti hiyo. Ukiwa na mahusiano kabla ya kuoa na kuolewa ni dhambi. Ukishaoa na kuolewa sio dhambi. Ni kitu kingine hicho. Kwa hiyo distinction inakuja tu pale ambapo tunaongea kuhusu kuanza kutoka pale na kuanza kutamani mke wa mwenzako. Ndio maana kuna kitu kinaitwa lasciviousness. Kiingereza kimekaa vizuri. Yaani kutamani kitu cha mtu mwingine. Lakini siku hizi kuna tatizo. Ndoa nyingi watu wanakuwa na mahusiano wanaangalia huko wanaangalia sinema. Wao au ina mke wake tayari ameshatoka, hiyo ndio inaitwa lust. Lakini kingine siku hizi kuna ndoa ambazo zinakuwa na mahusiano ambayo sio ya natural. Ya ajabu, mambo wanafanya watu wanafanya vitu vya ajabu. Wewe unakula mbegu za mwanaume, unategemea nini? Ni uchafu hali ya juu sana. Mdomo mkubwa kwa ajili hiyo. Lakini ndio imekuwa fashion show. Sasa nimeenda ndani sana. Mengine tuendelee kijao kwa sababu ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Naomba yatunze vizuri na wiki ijayo kwa sababu kipindi kinaendelea kuanza kingine muda sio mrefu na inawezekana kuna watu wanasikiliza. Ni muhimu sana tukawapa nafasi. Haleluya. Karibu. Basi msikilizaji, tumefikia tamati ya kipindi chetu na kutakia usiku mwema. Uendelee kuwa nasi Success Radio, kusikiliza vipindi vyetu vinavyoendelea kulipa 24/7 na Mungu akubariki. Amina, shukrani sana kwa wakati huu. Nichukue nafasi hii kuwashukuru nyote hapa studio pamoja na ndugu msikilizaji ambaye umeungana pamoja nasi katika kipindi hiki. Nichukue nafasi hii kukushukuru sana, lakini pia kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi ama kutuma ujumbe simu nambari 0678666335 0678666335. Lakini kwa nambari ya mtumishi wa Mungu ambaye anafundisha masomo haya ya vijana na ndoa, na katika siku hii leo tuko tunabarikiwa na somo linalosema kwamba je, ndoa ni lazima? Na lakini pia kama umesikiliza umeweza kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na vijana na ndoa, kwa wewe ambaye upo kwenye ndoa na bado ambaye haujaingia katika ndoa. Nambari ya mchungaji kwa mawasiliano, tuma ujumbe au piga simu nambari 0758531973 0758531973. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema na usikilizaji mwema mpendwa.